الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله leo hii tutakuwa na kalimatun mukhtasara na neno fupi katika mlolongo wa kalimat na nasaha na mihadhara mifupi kuhusiana na jambo la elimu, Kwanza kabisa, Mola wetu subhanahu wa ta'ala an'ama alaina bi ni'mati al-Islam, ametuneemesha sisi na neema ya Uislamu. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini ya kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Na yule ambaye hatakuwa na dini ya Uislamu faqad khasira khusranan kabiran, atakuwa amepata hasara iliyokuwa kubwa. Atakayeacha dini hii ya Uislamu akafuata dini nyingine, kwa hakika amepata hasara. Waman yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Katika watu ambao watakaokuwa na hasara ni watu ambao hawatakuwa ni Uislamu, wakawa na dini zingine, wakawa na mifumo mingine isiyokuwa mifumo ya Uislamu, ambalo ndio fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim. Umbile ni watu kumwabudu Allah mmoja, ni watu kuwa katika mila moja, na watu kuongozwa na sheria moja pasi na sheria mbalimbali. Kwa hiyo mtu ambaye atakuwa na mfumo mwingine na dini nyingine na maumbile mengine kwa sababu ya wazazi wake, kwa sababu ya jamii yake, basi huyo kwa hakika amepata hasara. Fa huwa fil akhirati min al-khasirin, huko akhira atakuwa ni katika watu waliopata hasara. Na hakuna hasara kubwa kama vile kukosa au kuipata hasara ya akhira. Hasara kubwa kabisa ni mtu kuipata hasara ya akhira. Hiyo ndio hasara kubwa sana. Uislamu wetu huu, ndugu zangu, umegawanyika sehemu kuu mbili. Hadha al-Islam, Uislamu huu wa sheria hii tunaisikia, tunaisoma, tunaisikiliza. Sheria ya Uislamu huu imegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inaitwa naqlu mahd la majala lilaqli fi, ni nukuu. Kigawanyo cha kwanza maana yake ni kunukuu au ni nukulu pekee. Naqlu mahd ni nukulu peke yake, la majala lilaqli fihi, hakuna nafasi ya kutumia akili. Yani sehemu ya kwanza hii sheria na huu Uislamu ni nukulu peke yake, pasipo kutumiwa na akili wala rai. Masala ya itikadi, kumwitakidi Allah subhanahu wa ta'ala, ni naqlun mahad. Imma masalatu sifatin dhatiya, ima ni masala yanahusiana dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala, ima vitendo vyake, ima sifatun khabariya, itakuwa ni naqlun mahad. Naposema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yasma, anasikia, nahitaji nukuu pekee min al-Qur'an au min sunnati Sayyid Adnan sallallahu alayhi wasallam.
Unaposema ni wajibu kwa Waislamu kutekeleza ibada ya swala, lazima uje na nukulu mahad au naqlu mahad, wa aqimu salata, na wasimamishe sala, vile vile zaka, vile vile haji, vile vile siyam, vile vile birrul walidain. Yani kila masaili kwenye Uislamu huu asilimia kubwa imma naqlu mahad, ima ni nukulu pekee, hakuhitajiki rai wala akili, yani akili haina nafasi. Kuna masaili ambayo wewe akili yako haihitaji kuelewa, yani yenyewe inatakikana ni nukuu basi. Mithalu, mfano wake mambo mengi sana, uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni naqlu, uwepo wake ni naqlu mahad, ni nukuu imekuja kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayyun, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Kwa sheria ya Uislamu sehemu yake ya kwanza imekuja kunukuu, yani imeleta nukulu peke yake. Masala ya kisheria haya nukuu yake hiyo, masala ya kisheria haya nukuu yake hiyo, bisunnati au sunnati nabii sallam, au kwa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana yake hakuna nafasi ya akili. Akili sio musharri', akili sio yenye kuleta sheria kwenye hichi kipengele. Walqismu thani, na kigawanyo cha pili ni qismun yahtaju ila an-naqli wa ila al-aqli. Kigawanyo cha pili ni kile ambacho sheria inahitaji nukuu na inahitaji akili, uelewa, ufahamu. Inahitaji nukuu na inahitaji nini? Ufahamu. Nukuu lazima iwe, lakini pia inaongezeka pia nini? Aqlu, akili. Na haya masaili yako mengi, ndio haya tunasikia masaili jitihadia, masala ya kijitihada, yani masaili ambayo hayana nasun sarih, hayana dalili ya wazi. Kwa hiyo pale nukuu iliyoletwa inatumiwa pia na akili kwenye kuifahamu nukuu hii, kwenye kuielewa nukuu hii kwa ushahidi wa ule na kile na kile, kutumia qawaidi, kutumia kanuni za usuli fiqhi, kutumia qawaidi usuliya, qawaidi za kimasaili ya kitafsiri Qur'an, qawaidi za lugha ya Kiarabu. Hii ni naqlun ma'a al-aql, ni nukuu pamoja na nini? Na akili. Kwa hiyo kigawanyo cha pili cha Uislamu pia kuna nususi zilizokuja, kuna adilla zilizokuja zitahitaji nukuu, yani zilivyokuja zimenukuliwa, na kuna vile vingine katika hizo nukuu zilizokuja zinahitaji akili katika kufafanua mambo mengine. Kwa hiyo masaili ya Uislamu imma utayapata kwa nukuu iliyokuwa ya wazi nyeupe kabisa, na imma utayapata kwa nukuu ambayo haiko wazi, ila tu pametumika ufahamu, kiasi, akili, uelewa, hifdhi ya maulama wa ila ghairi dhalik. Sio kila kitu wewe utaambiwa lazima utoe dalili. Imma naqlun wa imma naqlun ma'a al-aql. Yako masaili yako hivyo ambao ni mutajaddida, anakuja kila siku mapya katika Uislamu na katika dunia, hayana asili katika Uislamu, lakini mambo watu wanayaweka kwenye ada yao, yatahitaji naqlun, dalili, nasun, imma Qur'an wa imma sunna wa imma ijma'. Tumekosa huko, tutakuja kwenye upande wa nukuu ambayo inaashiria baadhi ya mambo, kisha ufahamu utatumika pale, uelewa utatumika pale kuliingiza lile katika uharamu au kuliingiza lile katika uhalali. Kwa sheria ya Uislamu ni hivyo. Uislamu sehemu mbili. Sasa baada ya kugundua hivyo, tunakuja kupata sasa, baada ya haya mambo mawili ya Uislamu tunapata alilmu. Sasa elimu, sasa baada ya huo mlolongo wote, alilmu imma hifdhun wa imma fahmun wa imma tanzilu. Utapata sasa ilmu yenyewe. Sasa baada ya kuwa Uislamu na sheria yake iko hivyo, utakuja kuona sasa elimu yenyewe sasa imma itakuwa hifdhi, ni kuhifadhiwa, na imma elimu itakuwa ni fahamu, kuelewa, wa imma tanzilun, na imma ni kujua wapi uiweke hiyo akili na hiyo hifdhi. Elimu haitoki sehemu hizo tatu, ibada Allah. Ndugu zangu, elimu haitoki hapo. Elimu imma hifdhi, imma kuhifadhi kitabullah, uweze kuleta naqlun sahih, sunnatu nabii sallallahu alaihi wasallam, sunna za mtume umehifadhi, ndio naqlun sarih.
wa sahih. Na ima umehifadhi qawaid al-usuliyya, utumie naqlun ma'a aqli, hifdh. Ima elimu ni hifdh, qawaid za usuli tafsiri, qawaid za usuli fiqh, qawaid al-hadith ya mustalah al-hadith usihifadhi, na hadithi za mtume usihifadhi, Qur'ani uhifadhi, maneno ya Allah, istidlalati zote usihifadhi. Elimu inakuwa hapo. Na imma ilmu inakuwa ni fahamu, kufahamu na kuelewa, kufahamu na kuelewa. Umelifahamu hili kwa sura hii, umelifahamu hili kwa sura hii. Na imma tanzilun. Tanzilun maana yake ni kujua wapi nasu hii iwekwe na awekewe nani na aambiwe nani kwa lugha gani. Tanzil. Sasa ndugu zangu, ukiangalia hii dini sasa, baada ya haya mambo mawili niliyoyataja hapa, ukiangalia sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiangalia Qur'ani, unaweza ukagundua kwamba al-ummatu akthar istifadatiha jaat min qibali al-hafadha. Ukiuangalia huu umma wa Kiislamu wote mpaka leo hii tulivyo, utaugundua kwamba umma huu umepata faida katika dini yake sana ni kutokamana na watu wengi waliohifadhi. Yani wale waliotoa juhudi nyingi sana za kujifunza ilmu kisha kuifanyia kazi, utakuta waliotoa hizo juhudi za kuletea umma huu faida, wengi wao walikuwa ni watu mahufadhi, imma wa Qur'an wa imma sunna wa imma qawaid al-usuliyya, qawaid al-lugha, imma mashu'ara wa imma kadha. Mahufadhi ndio wanaofaidisha umma huu, waliohifadhi sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe amewaombea dua mahufadhi, mahafadhi. Dua ya kunini? Amewaombea dua wale watu ambao wamehifadhi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam katika hadithi fi sunani, anasema Mtume alayhi salatu wasalam, nadhara Allahu ila mri'in, Allah autie nuru uso wa mtu, sami'a minna shay'an, aliyesikia kutoka kwetu kitu, faballaghaha kama sami'a, akaenda kukifikisha kama alivyokisikia. Kisikia maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, anawaombea dua mahufadhi waliohifadhi. Nasema nadhara Allahu mri'in au nadhara Allahu ila mri'in, Allah autie nuru uso wa mtu ambaye sami'a minna shay'an, amesikia kwetu sisi kitu chochote kile, faballaghaha kama sami'aha, akaenda kukifikisha kama alivyokisikia. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwombea uso wake uwe na nini? Na nuru, uwe mweupe. Aliyesikia kwetu sisi akakihifadhi kile kitu, kisha akaenda kuwafikishia wengine. Lakini pia vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaombea ule msafara wa Abd Qais, wafdu Abd Qais, msafara ule wa Abd Qais ulipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Madina kuja kwa Mtume Makka kuja kujifundisha dini, sharia ya Uislamu. Mtume alayhi salatu wasalam akawafundisha masaili ya kiimani, akawaambia imani ni nini, akawafanulia, akawafungulia pia baadhi ya mambo ya sheria ya Uislamu akawaelekeza. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, ihfadhuhu wa akhbiru bihi man waraakum. Ihfadhuhu, hii elimu mlioipata hapa ihifadhini. Ihfadhuhu, ihifadhini, wa akhbiru bihi man waraakum, na mwende kuwaelezea waliokuwa nyuma yenu. Manake mtakaporudi makwenu huko, mwende mkawaambie ndugu zenu. Naona huo umma wa Madina huo, watu wa Makka wametoka Madina wamekuja Makka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaelezwa sheria ya Uislamu, wakahifadhi. Walipohifadhi, Mtume akawaambia ihfadhuhu wa akhbiru bihi man waraakum.
Waliporudi kwa ndugu zao wakawaambia Uislamu unavyotaka. Naona umma wa Madina katika moja ya kufaidika kwake umefaidika umma ule na mahafadh na mahufadh. Bali katika masahaba ambao wamekuwa na ilmu nyingi na wameifanyia kazi ilmu sana ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na hii ni kutokamana na hifadhi yake, kutokamana na hifadhi yake. Yeye mwenyewe anasema ma a'lam, sijui. Mwenyewe anasema Abu Hurairah anasema ma a'lam ahadan ahfadhu minni illa Abdullah ibn Amr. Anasema sijui kama kuna mtu amehifadhi aya na utambuzi zaidi kuliko mimi isipokuwa Abdullah ibn Amr, fa innahu kana yaktubu wala aktubu, alikuwa anaandika mimi siandiki, radhiyallahu anhuma. Yani anasema ni Abdullah ibn Abu Hurairah anasema sijui kama kuna mtu mwenye maarifa zaidi kwangu mimi kuliko mimi kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuhusiana na hadithi za Mtume alayhi salatu wasallam, illa isipokuwa Abdullah ibn Amr, fa innahu kana yaktubu wala aktub. Umma huu umefaidika na hadithi za Abu Hurairah. Yeye alikuwa haandiki, lakini alikuwa anafanyaje? Anahifadhi kwenye moyo wake, radhiyallahu anhu. Na ukija upande sasa wa hifadhi ya Qur'ani, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alijalia kwenye Qur'ani masahaba wengi walikuwa wamehifadhi Qur'ani, na Qur'ani ilikuwa haijaruhusiwa kuandikwa kwenye madaftari au makaratasi, bali watu walikuwa wanaandika kwenye magome tu, wanaandika kwenye magome kwenye aya 3 5, anaandika hapa, mwenye ubao wake mwenye ngozi anaandika aya zake hivi na kuwa nazo, mpaka ilipotokea vita kubwa sana inaitwa vita ya Al-Yamama ya Musailimatul Kadhab, vita Al-Yamama. Hii vita Al-Yamama ilikuwa ni kubwa sana, vita hii baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki. Katika hii vita ukatokea mtihani mzito sana. Mtihani gani? Katika wengi waliouliwa katika ile vita, aktharuhum min al-qurra, wengi wao walikuwa ni wale wasomi Qur'an, waliohifadhi Qur'an, wengi sana, kwa waliuliwa wengi. Waliobeba kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wengi waliuliwa. Mtume ashafariki na Qur'ani haijaandikwa kwenye msaafu mmoja, wala haijakusanywa kutoka kwenye majumba ya watu na ngozi za watu, magome ya watu, haijakusanywa bado. Halafu wale waliohifadhi ile Qur'ani sasa wengi wao wameuliwa. Hapa ndipo mtihani ulipoanzia. Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu wa Umar bin Khattab radhiallahu anhuma wakashauriana, wakaona kuna haja ya kuikusanya Qur'an, wakamamuru Zaid ibn Thabit al-Ansari an yajma' al-Qur'an. Zaid ibn Thabit akaanza kuikusanya Qur'an sasa kwa watu, mwenye aya hizi anazikusanya, mwenye sura hizi anakusanya, mwenye hii anakusanya, kawa inaandikwa sasa mpaka kwenye ahadi ya Uthman ibn Affan radhiallahu anhu. Msafiri Uthman baada ya kuisha kamilika akaitawanya kwenye amsar, kwenye miji. Sasa watu huko wakapewa msafu, wakapewa huko, wakapewa huko. Lakini hii ni kutokana na nini? Na wale makurra walishafanyaje? Waliuliwa. Lakini umma ulikuwa unakwenda tu, mahifadhi wapo, wamehifadhi Qur'ani watu. Hiyo ni Qur'ani. Ikatawanywa Qur'ani kwenye miji mbalimbali. Lakini sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa yenyewe kukusanywa kwake imekuja kukusanywa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka kuanzia 100 na kuendelea, ile mwaka 100 na kuendelea. Yani sunna ya Mtume imeanza kukusanywa rasmi kuanzia miaka 100 na kuendelea hijiria. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam kafariki mwaka wa 11
Hebu angalia mwaka 11, mwaka wa 20, mwaka wa 30, wa 40, mwaka wa 50, mwaka wa 70, mwaka wa 90, mpaka mwaka 99 Hijria alipoingia kwenye utawala wa akawa khalifatul muslimin, alikuwa ni Umar ibn Abdul Aziz. Mwaka wa 99 pale ndipo miaka iliyoendelea pale ndipo hifdhi au mkusanyo wa sunna ulipoanzia. Lakini kabla 99 kurudi nyuma kote huko miaka yote watu kama hufadhi, watu mambo yao yote wamehifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuanzia ile miaka 99 na kuendelea pale ndio mchakato sasa wa kuanza kuikusanya sunna ya Mtume alayhi salatu wasallam ikaanzia. Ndio maulama wakaanza kupatikana sasa, kama vile Imam Bukhari na Imam Daraqutni na wengineo. Na mifano katika hili kwamba ni miaka 100 iko mingi sana, mifano ya kuthibitisha kwa miaka ya 100 hiyo na kuendelea na kitu ndiyo miaka ambayo sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipatikana. Ni katika hiyo mifano iko mingi sana. Mfano katika huo ni watu wa Iraqi walipomfanyia mtihani al-Imam al-Bukhari, walikaa watu 100, kila mtu na hadithi moja ina isnadi yake. Watu 100, kila mmoja ana hadithi moja, mathalan innamal a'malu binniyat au ayatul munafiqi 3 mfano. kisha ile hadithi ina isnadi yake. حدثني موسى حدثني علي حدثني كذا 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 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما الأعمال بالنيات. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Kwa wale watu walipopangwa wale mpaka kwa Umar, kwa yule mtu mmoja na hadithi moja akabadilisha wale watu. Yule mtu wa kwanza akamleta wa sita akamweka wa saba akamweka wa tatu akamweka wa 10, akapachika na watu wake mle ndani, alafu akaisoma hadithi watu 100. Kwa aliitwa Imam Bukhari akaitwa katikati pale na watu wa Iraqi kupima na kutaka kumfanyia ikhtibari, kwa lengo tu basi watu washatokea hivyo tuwadhani katika khairi waliotokea walioyakusudia. Imam Bukhari rahmatullahi alayhi aliposomewa hadithi ya kwanza akaulizwa, hadithi hii unaifahamu? Akasema la aarif, sijui. Mtu wa pili akasoma hadithi na matni yake, unaijua hadithi hii? La aarifu. Mtu wa tatu la aarifu. Mtu wa nne, mpaka waliohudhuria pale wakaanza kumuonea huruma Imam Bukhari. Maskini sasa kila hadithi haijui, basi jambo limeshamwangukia huyu. Mpaka alipofika mtu wa 100 naye akamwambia la aarif, sijui hiyo hadithi. Kisha Imam Bukhari akaanza na ule wa kwanza, sasa wewe umesoma hadithi inayosema kadha kadha innamal a'malu binniyat, hadithi hii alladhi ahfadhu, kile ambacho nimekihifadhi isnadi yake imeanza hadathana fulan hadathana Ibrahim an-Nakhai hadathana an ibn Umar an Umar bin Khattab an an-nabi. Akarekebisha ile isnadi yake yote, kaja mtu wa pili, mtu wa tatu, mpaka mtu wa 100. Hifdhi Imam Bukhari. Na hii ameitamka Imam al-Iraqi habari hii aliposema wa minhu qalbu sanadin limatni mithlu ikhtibarihim imam al-fanni في 100 لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد. ومنه قلب سند لمتن مثل امتحانهم إمام الفن في 100 لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد. mwaka wa 100 walimfanyia hivyo watu wa Iraq Imam Bukhari, kasigeuza zile isnadi zile, wanampima, haandiki kokote na wasikiliza tu, mtu wa kwanza, wa pili, wa 30, wa 70, wa 80, wa 95, 99, 100, anaanza naye wa kwanza. Sio kama alikuwa anaandika wala haandika, nasikiliza tu, akaanza wa kwanza. Hii ni quwwatul hifdh, ni kubwa mno wa hifdhi alikuwa na Imam Bukhari. Na ndio baadhi ya maulama walikuwa wanahudhuria kama vile Imam Daraqutni akasema ya kwamba sikustaajabu namna ambavyo Imam Bukhari amezihudhurisha hadithi, nilichokuwa nastaajabu ni kuisha bila kuandika pamoja. Hata
al-Imam huyo Daraqutni rahmatullahi alayhi katika majabali nayo makubwa ya hifdhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imam Daraqutni alipokuwa amekaa kwenye majlisi ya Imam Ismail Safari rahimahumullah, al-Imam Ismail Safari kana yumli alayhi, anatamka hadithi watu wanasikiliza na nini, yeye Imam Daraqutni alikuwa anaandika yuko anaandika tu. Alipomaliza Imam Ismail Safari, qala ba'd tulab lahu, baadhi ya wanafunzi kumwambia Imam Daraqutni, innaka la yajuzu laka sama'uhu, haifai tena wewe kuwa ni mtu ambaye utasema umesoma kwa Imam Ismail As-Safari. Wewe sio mtu ambaye umesoma umesikiza hadithi hizi kwa Imam Ismail As-Safari. Kwa nini? Ambaye kwa sababu wewe ulikuwa unaandika wakati yeye anafanyaje, anasomesha, wewe ulikuwa unaandika. Imam Daraqutni akamwambia, je, kam taarifu amla shaykh min al-ahadith, unajua shekhi ametamka na kusoma hadithi ngapi? Ndio bwana akasema la aarif, sijui. Imam Daraqutni akamwambia 18 hadithan, amezisoma leo mbele yetu sisi hadithi 18. والحديث الأول حدثنا قال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. حديث يبيل حدثنا فلان عن فلان قال النبي. حديث 18 kamsomea pale pale. Unasemaje mimi sisahiki kusema kama nimesikia kwa Imamu Ismail Safari? Hii ni miaka ya 100 hifdhi ilikuwa iko hivi, hifdhi ilikuwa hivi na wengineo katika maimamu, kuonyesha umma huu ulifaidika sana na hifdhi. Anayelikimbia jambo la kuhifadhi anakimbia kitu kikubwa. Walilmu walalim, na mtu mwenye ilmu huwa alladhi, ni yule ambaye yastahdhiru almas'ala hina yus'al. Mwenye elimu ni yule ambaye anayafikisha mambo pale anapoulizwa pale pale, sio yule ambaye anaenda kutafuta kwenye vitabu ndo anarudi anaangalia, au ni yule ambaye anafungua kwenye ajihiza vifaa vya simu humo anaangalia. Haya mambo anayaweza kila mtu anaweza hivi, kila mtu anaweza. Hata sasa hivi ukijua tu Kiarabu hapa utaondoka mwenyewe, utakaa zako ndani unafungua vitabu unasoma, naona kwa mufti. Hadha la yusamma alim, hadha yusamma bahithan. Huyo anaitwa mtafiti tu kama watafiti wengine, lakini sio mwenye ilmu. Mwenye ilmu ni yule ambaye akiwa barabarani likija jambo ana uwezo wa kulitatua, kulifafanua na kulielezea na kulitolea fatwa. Akiwa kwenye gari, kwenye meli, kwenye pikipiki, kwenye baskeli, akitembea kwa mguu, akiwa na jamaa na kikundi cha watu, akiwa peke yake, kila mahali anafikisha ilmu. Lakini sio huu dardasha zilizoko leo hii, shawshara ambazo tuko nazo leo hii sisi, afani Allah wa iyyakum, kujipachika mavazi hawa mashaikhi hawa mashekhe kadha. Shekhe gani utakuwa kila jambo mpaka uangalie kwenye simu kidogo kupekua? Haya nitafafanua inshallah, wewe nikapekua. Sisi ni wasaidizi, tunawasaidia mashekhe na maulama huko watakao kuja, lakini wenyewe kabisa bado hawajafika kwenye ardhi zetu hizi. Maulama kibar wazito katika ilmu bado hawajakanyaga ardhi zetu hizi. Kwa sababu alim ni yule ambaye utamuuliza kila masala utakaomuuliza wewe, asilimia kubwa yastahdhiruha fi nafsi alwaqt, anakufafanulia wakati huo wa adilla, imma naqlun mahab wa imma naqlun wa aql. Atakuletea adilla zote wakati huo huo, wala hasubiri kwamba palikuja palikwenda palifanyaje huko. Ama ikiwa wewe ambaye jambo usubiri kidogo, wewe ni bahith, mtafiti tu ustadhi, wewe ni mtafiti kama watafiti wengine wanaotafuta chanzo cha mbuzi kutoa mate, chanzo cha mmea huu kuona nini. Basi mtafiti kama watafiti wengine.
kujua namna gani samaki wanaingiliana, wanazaaje, mtafiti kama tafiti wengine. Lakini alim ni yule ambaye yastahdhiru almas'ala fi alwaqti alladhi yus'al. In kana fi suqi kana alilmu ma'a, akiwa sokoni elimu anayo, hata akiwa hammam chooni mle bafuni anaoga elimu yuko nayo, kapanda daladala elimu yake anayo. Na ndio maana kuna maneno yalikuwa yananukuliwa zamani kwamba akifa alim, unasikia wale wanaokuja kuzungumzia swala la alim pale, unasikia imezikwa leo hii elimu nyingi. Maneno haya yapo mengi hapa leo bwana, amezikwa elimu, kwa sababu mtu anatembea elimu yake. Kwa sisi tuliopo humu wengi ni watafiti tu, baadhi ya masaili kuyafanua basi. Hili jambo la kutafuta na kutoa, kutafuta na kutoa la leo hii wanaliweza watu wengi, na ndio maana tumekuwa na jurua na ujasiri mkubwa. Tumekuwa na ujasiri wa kuyaingia mpaka mambo makubwa makubwa, hali ya kuwa sisi ni watu wadogo sana ambao kazi yetu ni kuwafaidisha ndugu zetu kidogo kidogo. Hayo wengine wakawatafute kwa wanawachuoni huko wakubwa, waende huko. Sisi tunakusaidia tu kujua taa hii ni taa jeupe la bluu nyekundu, ondoka katafute huko. Bado Allah karuzuku ardhi hii tulionayo na maulama, mina mashaikh wazito wanaotoa juhudi ambazo zinashuhudiwa na maulama. Sisi kazi yetu ni kupa mwangaza kidogo tu, upate chochote kwamba umesoma hata kwenye miji yako kwa kiwango fulani, basi hicho nenda kaendelee huko mbele. Sisi hatumalize ilmu bado. Kwa hiyo katika sehemu ambayo umma huu umefaidika ni upande wa hifadhi. Ndio maana mmoja katika mashuara, inanukuliwa Imam Shafi, lakini isnadu Imam Shafi bado haijakaa vizuri. Nasema ilmi ma'i haythuma yammamtu yatba'uni, ilmi ma'i haythuma yammamtu yatba'uni, elimu yangu bwana niko nayo popote nitakapokusudia kuelekea, elimu yangu mimi niko nayo. Ilmi ma'i haythuma yammamtu yatba'uni, na nifuata mimi elimu. Sadri wi'a'un lahu la jawfan sunduqi, sadri wi'a'un lahu, kifua changu ndicho chombo kinachohifadhi hiyo elimu yangu. La jawfa sunduqi, na wala sio sanduku la ndani lile kabati sijui iko nini sijui draw sijui nini. Sadri wi'a'un lahu la jawfa sunduqi, sanduku langu mimi sio haya tunayaona mimi kama ni mengi. Sadri wi'a'un lahu. Kisha kasema wa in kuntu fil bayti kana al-ilmu fihi kana fihi al-ilmu ma'i, kana al-ilmu fihi ma'i. Wa in kuntu fil bayti, nikiwa nyumbani kwangu nimetulia, kana al-ilmu fihi ma'i, elimu ninakuwa nayo. Nikiwa nyumbani elimu niko nayo. Wa in kuntu fil bayti kana al-ilmu fihi ma'i, nikiwa nyumbani mimi nimetulia zangu, pumzika pale, napitia masaili na yasoma, nafanyaje, basi elimu niko nayo. Ninachokisoma naelewa, hichi kimeenda kule, kimegusa kule na kule, hapa hichi kinitasaidia na kitabu kile, hili jambo hili limefafanuliwa kwenye vitabu vya kule. Haya masaili ya fiqh, haya masaili ya aqida, na kwenye aqida kule vitabu vikubwa vya kutegemewa ni kule, na kule kuna ufafanuzi huo. In kuntu fil bayti kana al-ilmu fihi ma'i, wa in kuntu fi suqi kana al-ilmu fi suqi, nikiwa sokoni elimu niko nayo sokoni. In kuntu fi suqi kana al-ilmu fi suqi, nikiwa sokoni elimu niko nayo sokoni. Sitembei tu na kanzu zangu na kibarakashia peke yake, hapana, natembea nikiwa na elimu yangu. Haipendezi kabisa ya kwamba wewe
kila kitu taatamidu ala alkutubi, kila kitu taatamidu ala alkutubi. Naam, alimamu Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi kana yuhadithu bilkitab, alikuwa anahadithia ilmu, anahadithia wanafunzi wao kutumia kitabu, lakini kana yahfadhu alfa hadithi kama anaposema wanafunzi wake. Kwa hiyo anapokaa katika majlisi imla, anapokaa kwenye kikao cha kusomesha hadithi, anatumia kitabu Imam Ahmad, hadathani fulan hadathani fulan hadathani fulan hadathani fulan, anasema hivyo. Lakini kwenye mudhakara sasa, akikaa anafanya muraja na wanafunzi wenzake, magogo ya ilmu nayo, basi baadhi ya wanafunzi zake walivyokuwa wakimwelezea shekhe wao, wanasema al-Imamu Ahmadi al-Imamu Ahmadu kana yahfadhu alfa hadith, amehifadhi hadithi milioni. Darasani akifika anatumia kitabu, kwa anachokihadithia kipo tayari, kimeshakaa. Wa in kuntu fi suqi kana alilmu fi suqi, nikiwa sokoni elimu niko nayo. Kwa si kila kitu wewe mpaka uhudhurishi, kama ninapowaambia mara kwa mara. Leo hii ukimwambia mtu kahifadhi Qur'an, haya nisomee sura An'am, shi muraja kidogo, nipitie kwa muraja kidogo, bado jihifadhi Qur'an bado. Mbona suratul Fatiha wewe huambii ufanye muraja? Ni kwa sababu karartaha, umeikariri sana, umeshairudia mno. Na hivyo hivyo An'am, sura Al-An'am, sura Al-Imran na zinginezo, ukizikariri sana kwa muda mrefu, na hifadhi yako ikawa ni hifadhi ya milele, bila shaka huo ugonjwa unaondoka wote. Umma huu umefaidika na hifadhi. Waliosafiri kutoka huko wanakotoka kuja miji yetu ya Kiafrika huko wapi, kanu hufadhan, walikuwa watu wamehifadhi. Na Mushafi'i hifadhi mpaka unashangaa hadha aljabal. Hata Imam Ibn Hazm alikuwa anasema in yahriqu alqirtasa, ikiwa wataunguza makaratasi, lan yuhriqu ma tadammanahu alqirtas, hawatakuwa wameyachoma yaliyomo ndani ya karatasi. Ilmi fi sadri, elimu yangu ipo kifuani. Yani ikiwa yale makaratasi, vitabu yake leo utayaunguza yote, hawatakuwa wameyaunguza yale yaliyomo ndani ya yale makaratasi. Elimu yangu ipo kwenye kifua changu. Na mwingine akafikia kusema laysa al-ilmu ma hawatuhu al-qimatru mal ilmu illa ma awahu as-sadru. Shairi anasema maneno, laysa al-ilmu ma hawatuhu al-qimatru. Al-qimatru ni wi'a'u al-kutubi, al-qimatru ni wi'a'u al-kutubi, chombo, mkoba ule wa kuhifadhia vitabu unaitwa al-qimatru. Anasema laisa al-ilmu ma hawatuhu al-qimatru, elimu sio ile ambayo imezungurukwa na matabu mengi. Kamkuta mtu maktaba hiyo, alhamdulillah, mashaallah, sio ilmu eti kama ndio elimu ile, hapana. Laisa al-ilmu ma hawatuhu al-qimatru, elimu sio ile ambayo imekusanywa kwenye vitabu, imewekwa kwenye vitabu mule ndani, yamepamba yamependeza, hiyo sio elimu. Laisa al-ilmu ma hawatuhu al-qimatru mal ilmu illa ma wa'ahu as-sadru, elimu ni ile ambayo imebebwa na kuhifadhiwa kwenye kifua. Mal ilmu illa ma wa'ahu as-sadru, elimu ni ile ambayo imehifadhiwa kwenye kifua. Ukiwa wapi una elimu yako, ukiwa wapi una elimu yako, ndio mkoba wako huo. Ndio mzigo wako ule nao. Na usidhani kwamba utakuwa mzito mpaka unatembea unataka kuanguka hivi. Yani kwa mfano kama umehifadhi, maana yake eti usije ukadhania kwamba eti itakuwa nzito mpaka unatembea kama unasinzia hivi, miguu mizito kunyanyuka. La,
Elimu haiko hivyo bwana. Ilmu ni khafif. Bwana kasema Imam al-Albani, khafiful hamli, alafu nini? Yujadu haythu kunta. Khafiful hamli ni nyepesi sana kuibeba. Yujadu haythu kunta, inapatikana popote utakapokuwepo. Ipo elimu. Kwa hiyo kama umeibeba, ukiwa huku uko nayo, ukiwa marakazi uko nayo, ukiwa wapi uko nayo. Ndio elimu ilivyo. Talibu ilmu, elimu yake imma hifdhun wa imma fahamu wa imma tanzih. Hakuna mwingine. Na upande wa hifdhi ndiyo chakula kikubwa cha mwanafunzi. Usijidanganye na kuanza kushindana kunoma matabu. Tabu hili. Usidanganyike hivyo kama ndio mapambo ya mwanafunzi atakana yawe hivyo. La. Zina talibi ilm, pambo la mwanafunzi ni kubeba vilivyo kwenye vitabu aweke kichwani. Vinavyotakikana kuhifadhiwa avihifadhi, na vinavyotakikana kuvifahamu avifahamu. Na haya yote itakuja bitarkizi al-usuli, kwa kutilia umuhimu masomo ya misingi, wa kathratul murajaa, na ukithirishaji wa murajaa mara kwa mara kupitia masomo. Nimalize kalima yangu nizungumzie miongoni mwa maafa ya elimu ni kutegemea vitabu. Kitu cha kusoma na kitabu hicho ni kitabu cha kuhifadhi, wewe bado ukawa unategemea hicho kitabu ndio kila kitu, katika maafa ya elimu. Narudia tena hicho kipengele nielewe. Asili ya elimu tunaitoa kwenye vitabu, tunaeleza kwenye vifua. Asili ya elimu ambazo ni za kuhifadhi, kufahamiana. Na kuna elimu ambazo inahitaji ufahamu, uelewa. Hizo tuzungumzie sana. Vitabu ambavyo havizungumzii kuhifadhi, inatumia uelewa sana. Lakini vile masomo yale ya usuli, ya misingi yale ambayo ndilo shina utakiwa ulishikilie, kwenye shina hilo utatoa matawi mengi. Hayo masomo hayo unapoyatoa, unayatoa kwenye vitabu, kisha unayahamisha, unaleta kwenye kifua chako. Sasa wewe masomo kama hayo haukuyatoa kwenye kitabu kuyaleta kwenye kifua, ukayaacha kwenye kitabu ukaishi nayo hivyo hivyo, basi hili ni afa la elimu yako. Kitokea jambo moja, siku kidogo nitaenda kwa kitabu changu kimoja hivi nilikiandikaga, kuna nilia hapo, kuna maelezo ya kwa kitenda kuyasoma. Afa la elimu, katika maafa ya elimu kitabu ni muinu bitadhkir, kitu cha kukumbusha dogo, lakini julul ilm hafidha, elimu yako nyingi sana umehifadhi. Panataja Imam Ibn Manda rahmatullahi alayhi, ilimpata jambo hili, tutakuja kulizungumza baada ya muda mfupi. Ilimpata jambo hili Imam Ibn Manda. Kwa hiyo vitabu hivi ni msaada wa kukuhamishia vilivyomo, kuviweka kwenye kifua chako, ndio msaada wake. Unavihamisha moja kwa moja, hata patokee nini, elimu yako uko nayo. Ndio yule mshairi akasema katika kuzungumzia hili, akasema alaika bilhifdhi duna alilmi fi lkutubi. Alaika bilhifdhi, ilazimisha na kuhifadhi, duna alilmi fi lkutubi, basi na kuitegemea elimu kwenye vitabu sana. Alaika bilhifdhi, ilazimishe, jifunge kweli kweli kibwebwe. Muda wa kuwa talibu ilmu una wasaa, una nafasi, uwanja unao mapambano. Alaika bilhifdhi duna alilmi fi lkutubi, shikamana kweli kweli na kuhifadhi, shikamana kweli kweli. Duna alilmi fi lkutubi, basi na kutegemea elimu yako wewe yote wewe ubebe kwenye vitabu matabu tu. Fa inna lilkutubi afatin tufarriquha,
fa inna lilkutubi, hakika vitabu, afatin tufarriquha, huwa vitabu vina maafa ambayo maafa hayo huiacha elimu, hutenganisha elimu kabisa. Fa inna lilkutubi afatin tufarriquha, vitabu bwana vina maafa, maafa ambayo yakitokea kwenye vitabu basi ile elimu shaiacha, shapotea tena, ushatengana nayo, ndio tayari elimu wewe unaita vitabu. Alayka bilhifdhi duna alilmi fi lkutubi fa inna lilkutubi afatin tufarriquha. Akasema falmau yughriquha wannaru tuhriquha walfa'ru yakhriquha wallisu yasriquha. Afa la kwanza, falmau yughriquha, maji yanaweza yakaingia kwenye nyumba yakagharikisha matabu yote. Au haiwezi kutokea hivi jamani? Mvua ikiingia kwenye nyumba zetu za kawaida, mvua hizi majibu sama ujanja ya siku hizi haya yanawekwa, maji yakajaa ndani tele. Sheikh Ustaz, unasemaje? Kitabu cha hifadhi ndio hicho sasa kimeenda na maji, kimegharikika chote na maji, wino ule wote, mchabu kimekuwa nyanga tepe tepe. Tena maji yenyewe kama mathalan ndio yakawa yanapita, kama yanatokea sehemu fulani yanapeleka huko. Vitabu ndo basi vinapelekwa kwenye mtaro ule wa mji, ule mtaro wa mji, ule mtaro wa mji unakamata matabu yale unapeleka baharini huko au mtoni huko, mto nao ukimaliza unapeleka baharini huko. Salamu alaykum. Falmau yughriquha, maji hugharikisha vitabu. Vitabu vyako pale weka sehemu nzuri, lakini maji yakija wakati mwingine kagharikisha vitabu vyako. Au wakati mwingine sio maji tu ya hivyo ya mvua, inaweza kama maji ya ndani. Najisahau nyumbani siku ile, mtoto kafungua bomba la jikoni, maji yakajaa, yakatoka jikoni yakahamia sitting room. Hayo mmelala tu, yakaingia sitting room pale, matabu hayo hapo vilikuwa umeviweka chini, vikaanza kushuka kimoja baada ya kingine, vikashuka safari. Ukija kuvikausha hivi, maandishi ya juu yamekaa chini, ya chini yametamka juu, wino umetapakaa kwenye makaratasi. Salamu alaykum, kitabu kimeisha tena. Falmau yughriquha wannaru yuhriquha, na moto pia unaweza kuchoma matabu. Moto pia ukiwaka moto ndani, ukitokea sasa imetokea la qaddara Allahu lana, isitokee hivyo vitabu vyetu vikaungua na moto. Na haya ndo maafa ambayo ni mengi kwenye jamii yetu siku hizi. Majumba ya mjini haya mengi yake yanaungua na moto. Yawezekana wewe ukawa unaweza kujikinga na moto, lakini jirani akawa hawezi. Simu hizi tunazotumia hizo wakati mwingine inaleta matatizo. Nyumba tunazoishi wakati mwingine watoto wanatumia mavibatari, wanatumia manini, moto ukawaka ukamika mwenzako, toka mwenzako kaingia kwako, maktabani kwako kote pakawa peusi. Na moto tunajua nao moto hauachi, unakuachia masizi. Bora hata maji unakuachia kitabu, lakini kimetepeta tepeta hivi, tofauti na nini? Na moto. Moto unaangamiza kweli, unachoma mpaka na karatasi inakuwa jeusi, uone hata herufi ya ile ba fatha ba huioni tena. Moto ima umeusababisha wewe na ima umesababisha na mtu mwingine, ima mwanao, ima wewe mwenyewe, ima watu jirani zako wakakudhuru wewe. Fannar yuhriquha, hii ni afa la vitabu. Wakati wote tu wewe tegemea tu, pana uwezekano huu kati ya hili afa au hili likatoka kwenye vitabu vyako. Haya, moto umeunguza vitabu shehe, na ukichiki gharama ya maktaba yako ni milioni 30. Ulikuwa unataka kusoma mpaka uchomoe pale mjeledi ndio uanze kusoma, chomoe. Au labda ndio siku hizi kwenye hizi ajihiza vinini katio, si vinini inaitwa hivi, malaptop haya limekorapti, ma virus yameingia, faili la maktaba shamila limetafunwa, mafaili kama ndani makala manini imetafuna yote.
Napata wapi? Uanze kudownload, si kuinstall, kufanya kazi hiyo tena. Au mashine tu imeshakuharibikia, haina uwezo tena, imejifia pale. Kufunguka tu wiki ndio inafunguka vile Windows ya wiki moja. Na wewe unataka usome. Fanaru yuhriquha, moto unaweza ukaviangamiza, ukavichoma kabisa vitabu vyako. Akasema pia kamaliza, walfaru yakhriquha, na panya anaweza kavitoboa. Panya, huyu panya unamjua wewe, kama alivyokuwa na akili mbovu, kaitwa panya. Anaweza kavitoboa vitabu kwenye kile kiini unachotaka usome wewe, ndio atoboa pale pale kwenye ile pointi ambayo wewe unataka ukaisome, ndio anakwenda anatoboa, anatafuna pale pale. Panya katafuna mavitabu, nyumba unaokaa ina mapanya. Ushatega we, ameshazaliana humo ndani. Nasemaje sasa? Shehe wangu, na vitabu vyako ndio hivyo sasa. Ndio ulijitumua mwenyewe. Ukatafuta 12,000 sio 13,000 ukanunua Jami'ul Mutuni ya mutuni 152. Panya katafuna chote. Katoboa kila kona, katoboa hajaacha. Elimu iko wapi? Tafuta tena hela. Yupo hajafa ujue. Sio kama kutafuta hela eti yeye atakuwa amekufa. Ukitoka hapa utakutana naye tena mwingine huko. Ukitoka huko utakutana naye huko. Yupo panya. Na inawezekana panya akawa hayupo, lakini moto ukawepo au maji yakawepo. Akamaliza akasema, walisu yasriquha, na mwizi pia anaweza kaiba vitabu. Jizi anaweza kaja pale kaiba vitabu na kuuza. Simla maunga. Hajali, anajua uzito wa kitabu ni nini? Hajui. Anaweza chukua kitabu akapeleka kwa ustadhi pale Mtoro, 3,000 2,200 jamani, 2,200 pale. Hajui kile kitabu umekinunua kwa kiasi gani, hajui. Nataka 2,000 akwenda kula madawa yake ya kulevya. Kitabu cha 500,000 anaenda kuuza 2,000. Walisu yasriquha, na mwizi anaweza kaiba vitabu. Ameiba vitabu vyako mwizi, unafanyaje? Kaiba, ondoka navyo. Lakini lau vingelikuwa vipo kifuani mwako, mwambie iba, choma moto, ungue, maji ingia, panya tafuneni, mkitaka tena niwaleteni na vingine pia mvitafune. Haja kudhuru chochote. Ndio hapa nipataka kusema al-Imam Ibn Manda rahmatullahi alayhi panasema ya kwamba hakuna imamu aliyewahi kurudi nyumbani kwao na vitabu vingi mfano Imam Ibn Manda, mfano wa Imam Ibn Manda. Yani ameenda kusoma, kama jina itakuwa ni vizuri, ameenda kusoma akiwa na miaka 25, kasafiri mamiji na mamiji huko akiwa na umri wa miaka 25, amerudi nyumbani kwao na miaka 70. Umesikia maneno au ndo ameyasikia? Ametoka akiwa na miaka 25 kwao, 25, anarudi nyumbani kwao. Sasa anarudi nyumbani, babu wa miaka 70. Wale vijana alioacha washakuwa mababu, kama wapo wengine hai. Bibi babu wale shafariki zamani, wajomba na washakuwa vibabu vingine. Anarudi kwao na miaka 70. Kisha kwenye safari yake alirudi nayo kutoka huko alikotoka kuja kwao, alirudi na ahmal, mazigo ya matabu haya. Njiani alikutana na vibaka. Njiani alikutana na nani? Na suraq, majizi yale yanaibaiba. Yakamkamata, yakampiga saki na nini, akachukua alicho nacho na matabu akachukua. Kikweli historia inasema hadha al-imam, kama nitakuwa sahihi na kwa Ibn Manda au nani, lakini sasa Ibn Manda tunamkumbuka vizuri, alibaki na laumu sana, akiwaambia msifanye hivyo, hicho mlichokichukua katika vitu chukueni, lakini sio vitabu vyangu. Nimevihudumia muda mrefu sana kuvitafuta, kuandika, kufanyaje. Wakawa wanamcheka,
hao wanaondoka sawa. Basi kwa zile lawama zake na majuto yake na kwa nini amenifanyia hivi na nini, wakaona vitabu ya nini, shika bwana hicho kitendo hicho, kama mwizi anaweza kuiba vitabu, mwizi anaweza kuibia vitabu. Panasema ya kwamba Imam Ibn Manda aliporudi nyumbani alijifungia muda kadhaa ndani, ajifungia muda kadhaa, alijifungia. Alipotoka akasema mwizi aibe. Sasa mwizi aibe, niko huru sasa. Kile kitendo kile ndio kilichomsababisha kafikia hivi. Mwizi naye sasa aibe. Sio nimevisomea dua kwamba hawezi kuiba, kwamba nimeviwekea uganga eti nimeviwekea password ukigusa tunaruka. Hapana, nimeshavihifadhi vyote. Leo ukiniondosha mimi hapa, ukiondosha vitabu vyangu, ilmu ma'i haithuma yammamtu yatba'uni sadri wi'a'un lahu la jawfa sunduqi. Elimu ina maafa, miongoni mwa maafa ni vitabu. Vitabu hivi vinakumbwa na maafa mbalimbali. Kitabu kinaenda kikaa muda mrefu kimejiganda hivi, ukikifunua hivi kinachanika. Uongo mashe. Ukikiweka muda mrefu hivi, ukifunua vanshot, kinagandana kweli kweli, kinafanya mpaka ukungu fulani. Ukija kufunua hivi, karatasi hili na linalofuata huwezi kulinyanyua tena, unaanza kulazimisha kufanua, mwisho unachana. Na ukifanikiwa unakuta maneno ya herufi za huku zimeganda kwenye karatasi la huku, na kuzikwangua kuzitoa hivi hauwezi tena. Kwa hiyo kuna herufi za huku zishapotea. Maafa ya vitabu hayo ndio maafa ya vitabu. Talabatul ilm, wanafunzi, nimeleta hii kalima mukhtasara kwenye yale maudhui yetu ya kuzungumzia ilmu. Imekuja kujikita kwenye kipengele cha hifdhi, upande wa kuzungumzia umuhimu wa kuhifadhi. Ahlul ilmi wote wajua wewe na usio wajua, hakuna alim ambaye hahifadhi. Hayupo alim ambaye alikuwa hahifadhi. Katika maimamu maarufu hapa nchini, hapa duniani, nchini duniani, rahmatullahi alayhi, Imam Ibn Uthaymin, Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Kuna kipindi chake kinaitwa kipindi cha tafsiri ya Qur'an kwenye idhaa ya Qur'an. Alikuwa nacho kipindi cha nyuma alipokuwa hai. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi rahmatullahi hafidhahu Allah ta'ala alikuwa anasema, siku kipindi hicho kipo, mimi nilikuwa lazima nitenge nafasi nisikilize kile kipindi. Yeye ni majalisu tafsiri ya Qur'an, lakini mle ndani pana maswali ya watu kuhusiana na tafsiri ya Qur'an. Yeye hana kitabu na nini, wala hakujui wewe unauliza maswali. Chomoa aya unayoiweza, kusanya unavyokusanya wewe, halafu muulize swali. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi anasema, nilikuwa ninawahimiza mpaka vijana wasiache kusikiliza ile idhaa ya redioni Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymin. Kuna fawaida za ajabu, huwezi amini, faida za ajabu. Mwamba hatumii karatasi wala hajayapanga maswali kama bungeni na majawabu yake, wala leta haya, nitajie unayemjua wewe anaweza kufikia hicho kiwango. Nitajie wewe, nitajie tu unayemwita mwanachuoni anaweza kufikia katika unaowajua wewe. Leo ushaona kwa macho yako, kawapa hata mkono. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi anahimiza watu, kile kipindi mtu akisikilize anasema shekhe hufunguka kielimu sana. Na hii ndio baraka ya kusoma kwa mashekhe, ndio hii ndio baraka ya watu waliokaa chini na kusoma kwa mashekhe zao, ndio hii.
wanapata ilmamun wasi, yani upana wa kuifafanua ile elimu. Ibn Uthaymeen sasa, huyu ni katika wale maarufu sana. Hujaja kumzungumza Sheikh Muhammad Salim Addudi. Muhammad Salim Addudi sio mtu maarufu kwenye masikio wanafunzi wengi, lakini inda talabat inda mashayikh wal ulama huwa maarufu jiddan. Alikuwa na idhaa ya video kwao huko Mauritania ya kuzungumzia athari ya mashairi ya Kiarabu kwenye kukuza Uislamu. Usiogope useme hiyo ni hatari kabisa kusikia. Hilo sikio kulitega hapo, linahitaji sikio lio na sikio lingine. Yani hilo sikio lako linahitaji lio na sikio lingine, yani lio lishasikia vitu vingine huko nyuma, ndio likae pale lisikilize. Hana kitabu, hana daftari, anaeleza athari ya mashairi ya Kiarabu kwenye Uislamu. Mashairi yanayosoma pale, wewe shekhe unaweza kaa hujawahi kusikia hata siku moja mashairi. Maswali yanavyoletwa na watu kuhusiana na mashairi haya, mashairi yale, mashairi yale, maana ya mashairi haya, irabu ya mashairi hii, irabu ya shairi hili. Kwa unasoma, umesoma wewe mpiga jalamba. Sisi tunawasaidia nyinyi wanafunzi tuoneone wote kwa pamoja baadhi ya vitu, lakini bado hatujafika viwango stahiki. Bado tunasoma aya tunakosea, tunasoma hadithi tunakosea. Kukosea sio tatizo, lakini tatizo ni kutokuijua kabisa. Tukosea sio tatizo, ni kutokuijua. Kwa narudi kwenye huu msingi kukumbusha ya kwamba ni lazima mwanafunzi ujue kipaumbele chako kwenye kusoma ni hifdhi. Usikimbie hiyo hifdhi, usikimbie. Hauwezi kuwa mwanafunzi kama unahifadhi, huwezi. Tumenifahamu jamani? Huwezi, kwa sababu aliyehifadhi amehifadhi vitu ambavyo yeye ni vya asili, ni vile ile usuli, misingi kaihifadhi. Alafu kwenye ile misingi sasa amekuja kutoa furuu. Kitabu cha Allah kipo. Nimalize kusema kuna kitu pia baadhi wanakiita, baadhi ya mashaikh wa Mauritania wanakiita mudhakaratul Quran. Yani mudhakara wa Quran kwa watu ambao hao ni watu wa mwenye level ya juu sana ya ilmu. Kwa kuna mudhakara, kufanya mudhakara wa Quran. Huo mudhakara wa Quran ustadhi ni hatari kabisa. Anakaa watu wawili pale wanasoma Al-Imran yote au Sura Al-Baqara nisoma. Wanasoma yote kawaida tu mpaka mwisho. Wakimaliza wanaanza aya moja baada ya nyingine kuitolea ufafanuzi na tafsiri yake. Alafu leta kitu kipi ambacho hujawahi kukisoma wala kukielewa kwenye ile aya. Yani kitu kipi ambacho hujawahi kukipata hata siku moja kwa mujibu wa hiyo aya. Na utoe shawahidi, sio unazungumza kwa mdomo tu. Kwa ukisema mfano alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, wa tafsir dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, ndani aya hii kuna mazingatio gani umeyapata mapya ambayo hujawahi kuyasikia kokote? Ndio unaanza wewe bismillah kwa dalili, lakini sio kwa akili. Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Kuna vitu ukivisikia wewe huwezi ukaamini kwamba watu wanatoa istinbat ya Qur'an. Sema huu ni mudhakara mgumu sana. Na wakija wakikaa tena wakasema wamerudia Sura Al-Baqara, wakifika kwenye dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, unatakiwa utoe tena faida nyingine mpya ambayo haipo kwenye dhalika alkitabu uliyoitoa mwaka jana au juzi. Yani wewe kila siku toa kitu kipya kwenye aya moja, kila na kwa dalili istishhadat. Watu wanafanya mudhakara Suratul Baqara yote kwa yani masaa matatu tumeshamaliza, na kila mtu kadawini kaandika faida ambayo hajawahi kuisikia kwa mwenzake, anaiandika. Hajawahi kuisikia hiyo, anaandika kwenye aya fulani. Na ni hifdhi tu hapa, hamna masuala ya kutumia sio na nini. Ni hifdhi. Zile faida zinachukuliwa zinakwenda kuchujwa sasa
wanakaa wanazijadili, mara wazitolea kitabu au ikhtisari fulani, makaratasi fulani, zile ambazo zinakuwa zimekosewa zina nini zinakuwa pembeni, ambazo wamepatia sawa sawa zinapita, zinakuwa kama vile moja ya tafsiri ya Qur'an. Unakimbiaje kuhifadhi kitabu cha Allah? Unakimbiaje kuhifadhi sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Unakimbiaje? Unataka uwe mwanafunzi wa namna gani? Unataka uwe mwanafunzi wa Google, mwanafunzi wa YouTube, wakukaa kila saa Google ma maana hadha alhadith? Unataka uwe hivyo? Hautakiwi kuwa hivyo. Hamisha hayo yaweke kwenye akili yako, kifua chako. Utatembea kokote wa ilmu nayo, popote pale elimu yako nayo, misingi ya lugha uko nayo, umehifadhi vitabu katika usulu, katika lugha. Nitakuja kueleza siku nyingine hapa inshallah. Pia vile bado safari ipo kidogo kidogo, nitafutia kila wakati fulani napata naelekeza namna ya kuhifadhi vitabu. Mwenye kusoma matini ambayo ni ya manzuma, mwenye kusoma matini ambayo ni ya nathri ambayo sio manzuma, mwenye kuhifadhi Qur'ani anahifadhi vipi? Ili hifadhi yako idumu miaka yote, unatakiwa uhifadhi vipi? Usijibebeshe peji nyingi wakati wa kuhifadhi. Nukla an sheikh wahid min shuyukh al-Mauritani, anatajwa katika mmoja katika mashaikh wa Mauritania, alipokuwa anasomeshwa mbele ya shekhe wao Matn Khalili, kitabu kikubwa hivi, Matn Khalili kikubwa sana. Yeye mathalan Imam al-Khalili akisema walma'u la yunajjisuhu shay'un illa idha khalatahu shay'an, mathalan maji hayawezi kunajisiwa na kitu chochote isipokuwa itakapochanganyikana na vitu viwili. Hilo neno hilo pekee yake yeye anaweza akakaa nalo kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hilo neno pekee yake, maji hayatiwi najisi na kitu chochote isipokuwa itakapochanganyikana na vitu viwili. Hiyo ibara hatoki hapo mpaka kesho tena. Yani kama alisomeshwa asubuhi, atasoma huo mstari huo kuanzia asubuhi mpaka inamalizika asubuhi, mchana naingia, jioni naingia, usiku naingia, anasoma hivyo hivyo. Wanafunzi akamwambia, kwa mwendo huu utamaliza Matnul Khalili? Akamwambia, ana sur'an, mimi niko spidi sana. Nawaambia hivyo, mimi niko spidi sana. Spidi vipi? Ndio hivyo. Spidi yake alipokuja kuiona alipomaliza ile Matnul Khalili kuisoma, akawauliza mliohifadhi, akawasomea ile mfano katika mstari walma'u la yunajjisuhu shay'un illa, malizia, maji hayajisiwi na kitu chochote isipokuwa, endelezea, la tadhakar, sikumbuki. Ndo haraka yangu ilikuwa hivi, mimi nilikuwa nikihifadhi, sitaki tena kuhifadhi. Yani nikishahifadhi nimaliza, sitaki tena. Ndio kunikuta tena nafungua tena Matnul Khalili na kusoma, sitaki tena. Ndo haraka yangu hiyo, sitaki kufungua tena. Nikifungua ni muraja namaliza, ndo zangu ule muraja wa haraka haraka wa kutazama tu, lakini nimehifadhi kimekaa kitoki tena. Na sisi alhamdulillah bado vijana, tuna nguvu, tuna majukumu jamani. Allah katuruzuku uwanja wetu wa msikiti wetu, tumia viwanja hivi vizuri. Usio unarudia kitabu kimoja mara 20, kirudie kwa lengo la faida zingine mpya, lakini kitabu kile chote kimekaa, kawaidi zote umezihifadhi, ziko hapa. Huo ndio msaada wa elimu unatakikana ubebe. Elimu ni kuhifadhi, hauwezi ukakimbia kuhifadhi, huwezi kukimbia. Na kwenye hifadhi kila mmoja na utofauti wake, hatulingani sawa, hatuwezi kulingana kwenye hifadhi, hatuwezi kulingana, lakini lazima mwanafunzi ahifadhi. Na kwenye kuhifadhi ndio utajua ulichokibeba. Ndio kwenye kuhifadhi ndio utajua, ukijitikisa hivi una mzigo kutosha, una mzigo mdogo. Manake ukiangalia usipojitikisa, manake ukijiangalia kwenye nahwu una mzigo gani, kwenye sarfu una mzigo gani, kwenye tauhid una mzigo gani, kwenye aqida una mzigo gani, kwenye hadithi una mzigo gani. Ukijitikisa hivi ndio utajua kwamba mimi bado hiyo Qur'ani yenyewe ndio juzuu 7, ndio kwanza hizo juzuu 7 zenyewe mangamngamu.
nikiguswa tu pale nikaambiwa almu'tafikata ahwa, siwezi kuendelea, siwezi bado. Alaikum bilhifdh. Nafunzi wenzangu, nahimiza sana jambo la hifdh, tusilikwepe, tutumieni muda, tuumize miili yetu, tuziumize akili zetu kwenye kuhifadhi. Ndiyo baraka ya elimu. Popote mtakapokuwa mna uwezo wa kuzungumza, popote mtakapokuwa mna uwezo wa kumfikishia mtu yoyote kwa adila na kwa hoja, bila kuogopa kitu chochote wala kujiandaa na maandalizi yote, hiyo ndio elimu inayotakikana iwe. Tulipokuwa tunasoma sisi mutawassit na thanawi, hatukuwa tunaambiwa mambo haya sana. Unasikia mara moja tu mara mbili kwa miezi 5 7. Kwa unaliona ni jambo dogo sana, lakini nyinyi mpata bahati ya kuambiwa karibuni mihadhara tele, mnaambiwa hifdhi. Jamani, hifdhi, baraka ya ilmu ipo, imma hifdhin wa imma fahamun wa imma tanzil. Elimu iko hapo. Ja kwanza ni hifdhi. Huwezi ukajua dalili za mambo bila ya kuwa umezihifadhi. Na uhifadhi hifdhi ya milele, usihifadhi hifdhi ya muda. Hifadhi hifdhi ya milele ambayo hutosahau tena. Toa nguvu sasa hivi, uendelee kula matunda kesho. Wallahu tabaraka wa taala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.